Kama umeweza kusajili TIN namba yako online, leseni ya biashara pia utapata online. Na hii haina usumbufu kabisa, ni hatua kwa hatua utaelewa jinsi ambavyo unaweza ukapata leseni ya biashara kulingana na biashara unayoifanya online. Kabla sijaendelea, nikusihi sana subscribe, like na comment katika video hii ili uendelee kunufaika na video nitakazokuwa naziweka kila muda. Watu wengi wamekuwa wanafanya registration au usajili wa TIN namba online, lakini wamekuwa hawajui ni kwa namna gani wanaweza kufanya usajili au kuomba leseni ya biashara online. Sasa katika video hii nataka nikufundishe hatua kwa hatua ni kwa namna gani utaweza kufanya maombi ya leseni ya biashara katika eneo unalolifanyia biashara bila usumbufu. Hizi leseni za biashara zimegawanyika katika makundi mawili. Kuna leseni kundi A na kuna leseni kundi B. Leseni kundi A inahusiana na zile biashara ambazo zinakuwa zinahusisha sura ya kitaifa au kimataifa. Hapa ngoja nikupe mfano kidogo. Kwa mfano, wewe unafanya biashara kwenye halmashauri moja au mkoa mmoja, labda tuseme mkoa wa Dar es Salaam. Lakini sasa unataka biashara yako hiyo ipanuke hadi mkoa wa Dodoma au uende Morogoro. Biashara yako hii ina sura ya kitaifa. Kwa hiyo inatakiwa kupata leseni A, ambayo leseni A ni kundi la kwanza. Lakini kundi la pili la leseni inaitwa leseni B. Leseni B ni leseni zinazotolewa kwa mfanyabiashara ambaye anafanya biashara zake katika halmashauri moja. Kwa mfano, wewe unafanya biashara yako kwenye halmashauri fulani au manispaa fulani. Kwa hiyo leseni hiyo inakuwa inakupa ruhusa ya kufanya biashara katika eneo hilo. Sasa nataka nikuelezee ni kwa namna gani unaweza kufanya maombi yako mwenyewe kwa simu yako au kompyuta ukiwa nyumbani au sehemu yoyote ile, na ukaepukana na ule usumbufu wa kwenda kutembea katika ofisi za biashara au ofisi za TRA kwa ajili ya kutafuta leseni ya biashara. Kitu cha kwanza lazima ujue, kama nilivyoeleza mwanzoni, biashara yako ni biashara yenye sura gani. Kama unatafuta leseni ya group A, yani leseni A, hizi ni leseni ambazo zinapatikana. Kwa hiyo BRELA wao ndio watakuwa na jukumu la kuhakikisha wanakupatia wewe leseni A ambayo itakuwezesha kufanya biashara hizo katika maeneo uliyoyachagua. Hivi vitu vyote utavifanya wewe mwenyewe online. Utaenda BRELA, utajisajili, baada ya kujisajili utachagua huduma unayoitaka, na baada ya hapo utakuwa basi unaweza ukapata leseni ya biashara na ukaendelea na shughuli za biashara sehemu yoyote ile uliyoichagua. Katika video hii nataka nizungumzie kwa kina ni kwa namna gani unaweza ukapata leseni ya biashara, hasa leseni B. Hizi ni leseni ambazo watu wengi huwa wanazitumia. Ukienda kwenye maduka ya dawa, ukienda kwenye maduka ya vyakula, ukienda kwenye maduka ya nguo, ukienda kwenye maduka ya saluni, sehemu nyingi zinatumia leseni B. Na watu wengi wamekuwa hawajui siri hii ni kwa namna gani wanaweza wakapata leseni zao bila kwenda kwenye ofisi za biashara au kwenda kwa wataalamu wa biashara ili wawezeshe kupata leseni hizo. Kitu cha kwanza utakachokifanya ni kuwa na simu ambayo ina access ya internet. Unaweza kununua bando au ukawa na wifi router ukaji hotspot na maisha yakaendelea. Sasa ni website moja ambayo inaweza kukusaidia wewe kupata leseni, ni website ya Tausi. Kwa wale wanaotafuta leseni B ambao wanakuwa wanafanya biashara zao katika sura ya ndogo tu, kwamba anafanya biashara yake kwenye halmashauri fulani au kwenye manispaa fulani. Kwa mfano chukulie labda halmashauri ya manispaa ya Ubungo au halmashauri yoyote ile utakapokuwa. Hapa ndo utakuja upate access ya kupata leseni yako. Kwa mfumo utakao kuwezesha popote pale hapa Tanzania kupata leseni ya biashara ni mfumo unaoitwa Tausi. Kwa hiyo utaingia kwenye mfumo website ya Tausi. Kitu cha kwanza utakachokifanya utajisajili. Baada ya kujisajili, basi utaingiza namba yako ya NIDA, utaweka password. Ukishamaliza kuweka password, utaendelea na usajili. Utachagua leseni unayoitaka, leseni ya mwaka mmoja, utaandika pale. Bei zinakuja zenyewe, na kila biashara unayoifanya ina bei yake. Utadownload leseni yako na utaiprint. Baada ya hapo utaiweka dukani kwako. Utakuwa tayari umemaliza kuondokana na changamoto ya kupata leseni. Kama video hii imekusaidia, tafadhali sana subscribe, like na kushare. Lakini kama utakuwa na swali lolote hujalielewa katika video hii, tafadhali sana weka swali lako sehemu ya comment, na mimi pia nipate fursa ya kukujibu na tuendelee kupata uelewa pamoja kuhusiana na masuala ya TIN namba pamoja na leseni za biashara.